Watu wote wanajiuliza leo siku ya Ijumaa nini kinafanyika Arusha. Ni utamaduni wetu. Jana tumeona vijana wakionyesha mapokezi yao kwa Daktari Samia. Lakini mkoa wa Arusha ni utamaduni wetu kula nyama. Kwa hapa tulipo ni eneo ambalo nyama zitalika. Na kwa kuwa mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa mingine ambayo inawaamini wa dini zote mbili, Wakristo na Waislamu. Na wengi tuko kwenye kipindi cha Kwaresma na wengine tuko kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo nyama hizi zitaanza kuliwa jioni baada ya iftari. Na nyama haitauzwa hata pingili moja. Nyama zote ni bure kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Arusha, ikiwa ni kuashiria kwenda kwenye kilele cha sherehe za wanawake duniani. Nyama hizi zote nasema ni bure kwa wewe mwananchi unayekuja kula. Lakini Daktari Samia ndio aliyezigharamikia kuhakikisha kwamba zinawafikia wananchi wa mkoa wa Arusha, wanaendeleza utamaduni wao wa kufurahi na kula kwa pamoja. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Arusha, hautaulizwa umri wako, hautaulizwa dini yako, hautaulizwa chama chako, hautaulizwa kabila lako. Unachotakiwa kufanya ni kuja tu kwenye maeneo haya ya Clock Tower na utakuta vijana wa Arusha watakuhudumia. Jambo moja pekee ambalo uruhusiwi kufanya ni kubeba nyama kwenda nayo nyumbani. Nyama hii inalika hapa hapa. Usije ukaja hapa na mfuko kwa ajili ya kubeba nyama, la hasha. Njoo hapa ule kadiri uwezavyo na hutazuiwa. Sio jambo la kwamba umeshachukua kipingili kimoja, hapana. Tunazo nyama za kutosha. Ng'ombe, mbuzi, kondoo na nyama pori zipo za kutosha. Na kama unavyoona wanaendelea kuchoma ili waweke kwenye foili, na jioni mtu ukifika unapakuliwa tu na kula kwa tani yako. Lakini pia tutakuwa na uji kwa wale watu ambao wataona mbali kwenda nyumbani kufuturu afu warudi hapa Clock Tower. Tumewaandalia pia uji, na ule uji pia hautanunuliwa wala hautauzwa. Wewe ukifika watakupa kikombe, utakunywa uji wako, utapiga dua yako, utaingia kwenye nyama, utakula nyama. Lakini yote hii ni mapenzi makubwa alionao Daktari Samia kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, na kufanya wananchi wote tuendelee kuwa wamoja, tuungane kwa pamoja, na chonde kesho tuweze kumlaki kwa mapenzi makubwa katika uwanja wetu tukisherehekea sikukuu njema ya wanawake. Namalizia kwa kusema hakuna nyumba isiyokuwa na mwanamke. Kwa hiyo wewe una mama yako, una shangazi yako, una dada yako, una wifi yako, una mke wako, una mpenzi wako, yoyote uliye naye unapaswa kuja naye. Na mle ndani ya uwanja tumekubaliana na watu watakaokuwa na Arusha Live. Kapo itakayokuja, mtu atakayekuja na mume wake akakaa kwenye engo nzuri, akapata picha nzuri itakayoenda huko duniani, ana zawadi. Wakina mama watakuwa wamependeza vizuri, wakikaa wakajipanga vizuri kwenye eneo lao, kuna zawadi. Kwa hiyo sisi tumeandaa zawadi karibia 10 za makundi mbalimbali. Hata kwenye yale maandamano watakaopita wamependeza vizuri, wakaonyesha maandamano yao vizuri na wananchi wakashangilia, nao kuna zawadi. Kwa kila mmoja kwa mkao wake, kwa kuwahi kwake, kwa kupendeza kwake, atakuwa ni miongoni mwa watu watakaopewa zawadi. Kwa nini tutoa zawadi? Lazima tupeane motisha pia. Mambo kama haya yanahitaji shamla za namna mbalimbali kuwafanya wananchi waendelee kufurahia. Nimalizie kwa kuambia wachoma nyama wote wa mkoa wa Arusha ambao wanatumia mkaa, tumepata mbadala. Wizara ya Nishati imeweka mambo mazuri, na hatimaye sasa tunatumia nishati safi. Na majiko umeona ni majiko ya kisasa. Na hili limewezeshwa na Wizara ya Nishati kwenye upande wa majiko ili kuonyesha matumizi bora ya uchomaji wa nyama. Na nimewauliza wachomaji wa nyama, mnaona tofauti ipi? Wamenieleza tofauti wanayoona ni kubwa sana. Si tu kwa namna ambavyo wanavyochoma, lakini pia kwa afya zao, kwa muda wa uchomaji, lakini pia na nyama inavyoiva vizuri wakitumia nishati safi. Kwa sababu hizo na mimi nimeridhika ya kwamba baada ya hili zoezi wananchi mtakula hizi nyama zilizochomwa na nishati safi, mtaona tofauti yake. Na tofauti hiyo itanipelekea kuwatafutia majiko ya kisasa wachomaji nyama wote wa mkoa wa Arusha, ili sasa watakuwa wanatumia majiko haya ya nishati safi. Na majiko nitayawapa bure kama ikiwa ni ishara ya upendo wa Daktari Samia kwa wachoma nyama wa Arusha, lakini ikiwa ni sehemu pia ya kuendana na mabadiliko ya tabia nchi, kupambana na kulinda mazingira yetu, kutokomeza athari zinazoweza kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, na ikiwa ni ajenda ya Daktari Samia ya kuhakikisha kwamba Tanzania
kutumia nishati safi inawezekana. Kwa naomba nimalizie kwa kusema wachomaji nyama waliokuja hapa wote tutawanunulia majiko yao, ili haya wanaochoma nayo waendelee kuyatumia, ili waendeleze kazi nzuri inayofanywa na Daktari Samia. Na sisi kama mkoa itakuwa ndio ajenda yetu ya kwamba kila uchomaji wa nyama basi majiko ya nishati safi ndiyo yatakayotumika, kuhakikisha kwamba tunaendana na kauli mbiu, lakini pia tunakuwa mstari wa kwanza na mstari wa mbele kulinda, kutunza